Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Okay? Hiki kinachokifanya hapa ni hermeneutics. Sema hermeneutics. Hermeneutics. Kwa nagusia wazo la hermeneutics before sijaendelea hapo. Okay. Unasoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim. Okay. Mathayo alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi 12 wa Kristo Yesu. Kwa hiyo alikuwa anaitwa miongoni mwa mitume, si ndivyo? Kwa maana yake ushahidi ambao Mathayo ameandika ni ushahidi wa mtu aliyeona. Okay? Ushahidi wa mtu aliyeona. Kwa nini tunatumia neno ushahidi? Nisikize vizuri. Mara nyingi tunatumia neno ushahidi kwa sababu unaposoma katika vitabu vya Agano la Kale, ili jambo liweze kuthibitika kwamba ni kweli, ilikuwa inahitaji ushahidi wa watu wawili, kuanzia wawili kuendelea. Unaposoma katika Torati ya Musa, maandiko yanasema kwa vinywa vya watu wawili au watatu ndipo hukumu ipitishwe. Tuko moja mpaka hapo? Tunaona mpaka hapo? Tunaona? Okay, labda nitumie lugha rahisi ambayo utaelewa. Hivi mahakama Tanzania inampata mtu ana hatia kwa ushahidi wa watu wangapi? Mahakama Tanzania. Wangapi wameenda mahakamani hapa? Wanafahamu hata jengo la mahakama. Angalau. Umeshiki kesi mtu akakutwa ana hatia? Hujawahi? Umeshuhudia? Mashahidi walikuwa wangapi? Yaani ushahidi gani kiwango kipi cha ushahidi kinaweza kikamtia mtu hatiani? Naam? Naam? Wengi. Hilo umeambiwa uje airport unipokee. Ujotumia hata picha yangu huifahamu. Hilo umeambiwa tu kwamba ni mrefu. Akija atakuwa amevaa koti jeusi, atakuwa na begi la namna fulani. Ukija airport utanitambuaje mimi? Na kwa vigezo ulivyopewa. Hujaonana na mimi, hunifahamu. Lakini unazo taarifa ambazo ukiniona na koti jeusi, kaniona vile vile kama ambavyo vigezo umepewa, utajua kwamba mimi ndiye, si ndivyo? Au together. Sasa Kristo Yesu ingejulikanaje kwamba ndiye Kristo aliyezungumzwa kwenye maandiko? How? Now, Mary, Wayahudi au ulimwengu tungethibitisha kwamba huyu ndiye mwenyewe, maana ni mwanadamu kama sisi, hana utofauti wowote tofauti na sisi. Kabla yake, so manake tunaenda kuangalia nini ambacho manabii walikisema kumuhusu. Kwa kama Kristo atafanya kile ambacho manabii niseme huyu Yesu au Yeshua kwa Kiebrania akikaa katika yale ambayo Kristo aliambiwa atafanya, manake ndiye. Out together. So manake hawa wainjili wanne wakawa na tafsiri maisha ya Kristo na huduma ya Kristo kutokea kwenye Agano la Kale, namna gani ambavyo Yesu Kristo ametimiza ahadi, unabii, vivuri, mifano ambayo alizungumzwa katika vitabu vya manabii. Kwa manake ni kama kusema hao mashahidi wanatuonesha tuone ya kwamba je, yule huyu names, labda nitumie mfano mwepesi. Huyu amezaliwa na bikira Mariamu. Yesu amezaliwa na bikira Mariamu na mashahidi wapo. Na anaandika ushahidi ya kwamba alikuwepo Yusufu. Anaandika mashahidi ya kwamba Mariamu mwenyewe alithibitisha hilo swala. Anaandika ushahidi kwamba even Elizabeth alithibitisha hilo swala. Maana yake inatuonesha kwamba kumbe Isaya 7:14 ya kwamba tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana jina lake ataitwa Immanueli, kumbe ndio huyu. Umeona? Unasikia kusema? Alafu maandiko yanasema kabla Mesia hajaja atatanguliwa na mtangulizi wake anaitwa Elia. Je, Elia alikuja kabla ya Kristo? Wainjili wanajibu ya kwamba yes, alikuja kama Yohana Mbatizaji. So ni kama kusema walikuwa na kazi ya kufasiri maisha ya Kristo
kama ambavyo manabii walikuwa wamesema katika maandiko. So manake, sasa sikize vizuri. So manake Mathayo, Marko, Luka, Yohana wote ni mashahidi ya kwamba ni kweli Mesaya tayari amekuja. Hiyo ndio injili yao. Ni kama kusema hivi, ninaposoma vitabu vya Agano la Kale ninapata taarifa kwamba Mesaya anakuja. Ninaposoma vitabu vya Injili napata taarifa kwamba tayari amekuja. Ninaposoma nyaraka napata taarifa nyingine kwamba atakuja tena. Out together. Tuko kwenye mpaka hapo. Kwa maanake unachokisoma kwenye Injili ni kwamba ujio wa Mesaya ambao ulikuwa unasubiriwa si tu na Wayahudi na ulimwengu kwa ujumla tayari amekuja. Na ushahidi wa ujio wake ndio huo ambao ameuandika. Ameyafanya mambo yale exactly kama ambavyo manabii walisema. Na jambo la ajabu, moja kitu ambacho manabii walisema kuhusu Kristo ni kwamba atakataliwa. Kwa maanake angelikuwa ni Mesaya ambaye ulimwengu ungempokea kwa mara moja, maanake sio. Kwa maana kuna portion ya maandiko ambayo inasema atadharauliwa, atahesabiwa kwamba si kitu, mtu huzuni nyingi ajuae sikitiko. So manake wakati sasa, nisikileni vizuri, Wayahudi wengi walikuwa umuoni Mesaya kama mtumishi wa Bwana anayeteswa au atakayeteseka kwa ajili ya watu wake. Walikuwa wanamwona Mesaya kama political and military figure ambayo inakuja kuwa free kutoka katika ukombozi, kutoka katika utumwa wa Kirumi. Kwa maanake kwao Kristo alikuwa kwao Yesu alikuwa tu ni mtu ambaye anadai kwamba ni Kristo. Ndio maana hata shtaka ambalo walienda nalo mbele ya Pilato ni kwamba anajifanya kuwa mfalme, anajiita kuwa ni mfalme. Au together tuko mwenye paka hapo. Kwa maanake kuonesha uthabiti wa kwamba ni kweli alikuja na aliishi. Mungu anatumia si mashahidi wawili watatu, katika kulingana na Torati anatumia mashahidi 4 kuonesha kwamba ni ukweli usiotenguka, Mesaya amekuja. Kama ushahidi wa watu wawili unatosha kumtia kuthibitisha neno, how much more mashahidi 4? How together huko moja paka hapo. Kwa maanake ninapokuwa nasoma hizi Injili 4, jambo la kwanza ambalo naliona kwa uwazi ni kwamba wanahabarisha ulimwengu ya kwamba Mesaya tayari amekuja. Yule ambaye manabii wamemzungumza kwa namna nyingi, kwa njia nyingi, kwa majina mengi, tayari amekuja. Now together tuko moja paka hapo. So maana kwa mfano ningekuwa nafanya hermeneutics ya kitabu hiki cha Mathayo, hakuna budi kuzingatia kwamba kwa mfano Mathayo anaanza injili yake anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Kulingana na desturi za Kiyahudi, si ungwana kumtaja mdogo mbele ya mkubwa, right? Yaani kwa mfano kwa Wayahudi, kwa mfano nikitaka niseme Catherine, taja majina matatu. Unajua maneno kwa lugha sasa tena nisikie. Catherine, Festo, Kanuse. Kwa Wayahudi walikuwa wanataka kulitaja jina kwenye genealogy, wakitaka andika kumbukumbu wanaandika hivi: Kanuse kamzaa samani, nakosea kwa bahati mbaya. Kanusie kamzaa Festo, Festo kamzaa Catherine. Ukiona imeandikwa kwamba Catherine alizaliwa na Festo, Festo alizaliwa na Kanuse, maanake kuna something ambayo mwandishi wa hiyo genealogy anataka communicate. Kwa maana wamezoea kuanza na mababu, wanakuja kuishia kwa mtoto. So unaposoma Injili ya Mathayo ni tofauti. Kristo
Yesu anakuwa kwanza kutajwa kwenye kitabu, lakini pia anakuwa mwisho kuorodheshwa kwenye ukoo. Ni kama kusema Mathayo mwanzoni kabisa mwa injili yake anatuonyesha kwamba unaposoma injili yangu, unaposoma kitabu changu, the main character ama the important one ni Kristo Yesu. Ni kama kuonyesha hivi, hawa wote ambao tunawasoma chini ya hapo ya kwamba labda Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo. Mathayo anataka tumwone Ibrahimu, Isaka, Yakobo ndani ya Kristo badala ya kumwona Kristo ndani ya Ibrahim kwanza. Out together? Out together? Tuko pamoja mpaka hapo? Umenielewa? Nirudie. Yaani kwa mfano, anapomtaja Kristo kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa, anaanza kumtaja mdogo, anafuata kumtaja mkubwa, kulingana na desturi za Kiyahudi kwenye uandishi wa vizazi au nakala za vizazi. Okay, mara nyingi wanamtaja mkubwa, wanakuja kwa mdogo, lakini yeye Mathayo anaanza kumtaja mkubwa, anaanza kumtaja mdogo, anaenda kwa mkubwa. Ni kuonesha kwamba hawa wote ambao yani, ni kuonesha kwamba injili yake nzima ambayo ameandika, mhusika mkuu ambaye amefunuliwa kwenye hicho kitabu au ameelezwa kwenye hicho kitabu, ambaye ni point na utaki kumiss kwenye kitabu chake chote, ni Yesu. Lakini pia unaposoma maandiko, Kristo amekuwepo kabla ya hao wote. Kwa ni kama kusema, kwa nini Abraham alikuwapo? Ni kwa sababu ya Kristo. Sikianze kusema yaani kwamba okay, Abraham anakuwa nabii kwa ajili ya Kristo, Isaka anakuwa nabii kwa ajili ya Kristo. All of them wanakuwa katika utumishi, it is for Christ. Ndio maana tunaweza kutumia maisha kuwa kama typology, mfano wa Kristo. Hapo umeelewa nilichosema? Kwani kama kusema mababu wote wanachota kwake, yeye ndo reason ya wao kuwapo. Out together? Tuko moja mpaka hapo. Okay. Then tunaona anataja tena mwana Ibrahim, mwana wa Daudi, mwana Ibrahim. Kati ya Ibrahim na Daudi, nani wa kwanza kuzaliwa? Na kwenye maandiko Ibrahimu namwona wapi? Mwanzo. Alafu Daudi namwona wapi? Samueli, si ndivyo? Kuna kipindi kirefu kimepita hapo. Kwa maana yake kikawaida pia ilikuwa inabidi Abrahamu ataje kabla ya Daudi. Kwa nini Daudi anataja kabla ya Abrahamu? Ni kwa sababu focus ya Mathayo ni kumfunua Kristo kama mzao wa Daudi. Hiyo ndio jambo lake kubwa. Kwa maana yake injili yake nzima ambayo ameandika ni kwa ajili ya kumtambulisha Kristo kama mzao wa Daudi. Unasikia anachokisema? Na kama umesoma maandiko, moja prophecy ambayo utaisoma from kuanzia kitabu cha Samueli mpaka kitabu cha Malakai, walikuwa wanamtegemea kuja kwa mfalme ambaye atazaliwa kutoka katika ukoo wa Daudi, ambaye ndiye Mesaya. Na unabii huu wa kuja kwa Kristo kama mfalme ulipata nguvu zaidi baada ya Wayahudi kukosa tunasema that monarch system. Okay, Wayahudi mara kwanza walikuwa na ile inaitwa theocracy. Okay, walikuwa wanaongozwa na Mungu kama mfalme. Baadaye wakahama kutoka kwenye theocracy wakaja kwenye monarch, kutawaliwa na mtu kama mfalme. Out together? Then kulingana na namna ya kuendelea kuivunja sheria ya Mungu, baadaye Mungu akawatia chini ya mataifa makubwa. Kwa wakati walikuwa hawana mfalme. Out together? Kwa lugha nyepesi ni kwamba tokea Wayahudi waende utumwani Babeli, walipoteza that monarch system. Walikuwa hawana mfalme wa kuwatawala, isipokuwa wanatawaliwa na mataifa makubwa ambao wanatumia magavana. Kwa ni kama kusema hivi, taifa la Wayahudi lilikuwa alipo huru, badala yake lilikuwa ni kolo la mataifa makubwa. Bado mjaelewa? Tanzania tupo huru. Mwaka 1960 tulikuwa tupo huru.
tulikuwa tunatawaliwa na nani? So manake tulikuwa hatuna uhuru wa kisiasa, wa kijamii, wowote ule. Tulikuwa tunafanya kila kitu kwa ajili ya kumtumikia Uingereza. Naelewa? Kwa manake baada ya Wayahudi kurudi kutoka uhamishoni Babeli, nao walikuwa wanafanya kila kitu kwa ajili ya kumtumikia nani? Mataifa makubwa, ambao utagundua walianza kutawaliwa na taifa la Ashuru, baadaye wakaja na taifa la Babel, baadaye taifa la Uamedi na Uajemi, baada ya hapo Uyunani, baada ya hapo Rumi, ambako ndiko kipindi ambacho Kristo alizaliwa. Kwa maana hata Kristo anazaliwa wakati wako chini ya ukoloni wa taifa la Kirumi. So manake sasa ukihesabu kuanzia na tangia watoke uhamishoni, tangia warudi kutoka Babeli, mbona kama vile mfano ya mambo hii ni biblical history tu. Tangia watoke Babeli, nasikia vizuri, mpaka kuja kwa Mesaya inakadiriwa takriban miaka 400. Kwa maana kipindi cha takriban miaka 400 walikuwa wana mfalme. Wanaposoma nabii zinawaambia anakuja mfalme katika uzao wa Daudi. Kwa maana hii taarifa ambayo Mathayo anaandika ndio taarifa ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na Wayahudi. Kwa maana wamekaa kwenye kifungo, wamekaa katika ukoloni kwa muda mrefu, wakati wanatarajia uhuru wa kisiasa. Kwa maana kwa sababu wapo katika mateso ya ukoloni, wanachokitarajia kwa haraka ni wao kukombolewa kutoka kwenye ukoloni wa namna hiyo. Kwa maana zinavyosoma prophecies zinaonyesha kwamba ujio Mesaya atalifanya taifa la Israeli kuwa taifa lenye jina duniani, lakini mpaka Mesaya anakuja bado wako chini ya ukoloni. So manake ishara yao ya kwanza kwamba huyu ndiye Mesaya ni pale ambapo atamobilize jeshi labda, au atafanya anything kwa ajili ya kuondoa utawala ambao uko madarakani. Hiyo ndo sababu kubwa ya Wayahudi kujikwaa, kwa maana walipokuwa wanasoma those prophecies walikuwa waoni uhalisia kile ambacho Mungu alikuwa anamaanisha. Badala yake walikuwa tayari wana misconception ya kile ambacho wanakiamini na kukijua. Kwa maanake Mesaya amekuja, Yohana anasema alikuja kwao, walio wake hawakumpokea. Kwa nini? Kwa sababu hajakuja kumeet their expectations, matarajio waliokuwa nayo kuhusu Mesaya. Na huo ni ukweli ambao haujaondoka hivi ni kwenye wachache today, ya kwamba Mungu ni kama ni kifaa au ni mtu ambaye asipotupa yale ambayo tunayataka anaacha kuwa Mungu. So maana kwa Wayahudi wana matarajio, wana matazamio ya kwamba atakapokuja tutakuwa tupo huru. Sasa matarajio yao yakaanza kuvunjwa pale ambapo mtangulizi wa Mesaya amekuja mbele, Yohana Mbatizaji. Yeye anawaambia tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na kila Myahudi anafahamu ya kwamba kwa sababu yeye ni mzao wa Ibrahim na ana ishara kutawaliwa, hivyo anamilikiwa kwenye ufalme wa Mungu. Yohana anasema hapana, namna pekee ya kuingia katika ufalme wa mbinguni lazima mtubu, na sisi tu mwisho kutubu, mbatizwe kama ishara ya kutubu kwenu. Kwa Wayahudi kubatiza kwa Yohana halikuwa jambo geni, ila walikuwa wamezoea kuwabatiza watu wa mataifa wanaotoka kwenye umataifa, anaenda kuingia kwenye dini ya Kiyahudi, walikuwa wanabatizwa kama kusafishwa. Sasa Myahudi kama Myahudi alikuwa afanyiwe process. So maana kwa Wayahudi walikuwa wanaamini hivi, ili mtu aweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwanza anatakiwa awe Myahudi ndo baadaye aje kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa maana yake kuwa na uraia wa Kiyahudi au kuwa mfuasi wa dini ya Kiyahudi maana yake ni guarantee ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na hilo wazo liliwasumbua sana kanisa la kwanza, ya kwamba kuna baadhi ya Mafarisayo ambao walikuwa wameokoka, wakawa wameweka condition na kwamba ili mtu wa mataifa awe Mkristo sharti kwanza awe Myahudi. Kwa maana ni kama kusema Wayahudi ni firstless, ni daraja la kwanza, alafu mataifa daraja la pili. Kwa ili mtu wa mataifa aweze kuwa mwana wa Mungu, kwanza kabla kuwa mwana wa Mungu inabidi awe Myahudi kwanza, alafu ndiye kuwa mwana wa Mungu. Ila Myahudi moja kwa moja anakuwa mwana wa Mungu.
Hilo ndio fundisho ambalo Mtume Paulo alikuwa analikinzana sana, na kutokea hapo ndio likaja fundisho justification by faith, ya kwamba katika Kristo huyo ambaye anajiona daraja la kwanza Myahudi na huyo ambaye anajiona yuko chini mtu wa mataifa, all of them are being grouped kwa mahali pamoja, kwamba wote wana dhambi, wanahesabiwa haki sawa. Yaani kwamba hitaji la mtu wa mataifa ni hitaji hilo la Myahudi. Kwa Mungu amefunua namna moja ya mtu wa mataifa na Myahudi, all of them kuhesabiwa, kukubaliwa na Mungu kwa namna inayofanana. Ilikuwa ni kwazo kubwa kwa Wayahudi. All together. Na bila shaka ilo kwazo lilikuwa lina reflect kile ambacho Bwana Yesu alitoa kama mfano, ya kwamba mtu ameenda nje kuajiri. Katika kuajiri akakuta watu wengine wako asubuhi, akapatana nao kwamba nitakupa dinari 1, twende shambani. Then akatoka saa 3 akakuta watu wanafanya mizunguko, akasema mna kazi? Hatuna kazi, twende shambani. Saa 6 anakuta wengine wanapiga mizunguko pia, mna kazi? Hatuna kazi, hujapata kibarua, twende shambani. Then saa 9 na wengine wakapata saa 11, wakati saa 12 ndio kazi inakamilika. Baada ya saa 11 akawauliza, vipi, mna kazi? Hujapata kazi tangia asubuhi, twende. Then wakati wa malipo akawa anagawa, akaanzia mwishoni wa saa 11 akampa dinari 1. Okay, nibadilishe dinari kwa tukaruhusu, akampa shilingi 10,000. Then wa saa 9 naye anakuja shilingi 10,000. Wa saa 6 anakuja shilingi 10,000. Yule wa saa 3 anakuja shilingi 10,000. Yule alfajiri naye anategemea kwamba wakati nitapata vingi zaidi, naye anapewa shilingi 10,000. Yule alfajiri akaanza kulalamika kwamba hao ni haki gani hii sasa? Mimi nimefanya kazi katika taabu kubwa, mahangaiko, jua lote la mchana limeniishia, unanipaje sawa na mtu wa saa 11? Maandiko anasema yule bwana wa shamba akasema, rafiki, sija kuzurumu au nimekuwa mwema kukuajiri, tulipatana shingapi? Kwa maana yake Wayahudi, kwa sababu walikuwa wa kwanza kuyafahamu mambo ya kiungu, walifikiria kwamba atakuwa na upendeleo maalum kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwamba hawana haja ya kutuba au hawana haja ya kuwa na maisha ambayo yanaakisi ufalme wa mbinguni, kwa sababu wao ni uzao wa Ibrahim. Ndio baadaye Yohana anasema, msiseme kwamba sisi ni uzao wa Ibrahim. Badala yake Bwana anaweza akamwinulia Ibrahim watoto kutoka katika yale mawe. So manake from there Yohana alikuwa anaambia kwamba kuwa Myahudi kwa kuzaliwa sio garantii ya kuwa umezaliwa katika ufalme wa mbinguni. Tafsiri pesa ya kwamba Ukristo haurithishwi, ya kwamba kwa sababu mimi ni Mkristo na mke wangu ni Mkristo, kwa sababu tumezaa mtoto ametakaswa naye anakuwa Mkristo. No, it's not true. Wokovu unapokelewa kwa imani katika Kristo Yesu. Kuna watu wengine ukiuliza, umeokoka? Ndio. Nini? Baba yangu ni mchungaji. Mambo kwa mchungaji haikupi immune ya kuokolewa. How together? Tuko pamoja mpaka hapo? Tunaelewana vizuri? So manake pamoja kwamba alipokuja hakuweza kumiti their expectations, mahitaji, matarajio hawa waliokuwa naye kubwa, na baada yake ama discourage zaidi. Maana usoma kitabu cha Luka, hotuba yake ya kwanza mwalimu ni kuambia kwamba even watu wa mataifa wakati, anasema even watu wa mataifa huna wakati wa kuokolewa. Ni kama ngine kusema kwamba hao Warumi mnaoona ni wakati wa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maandiko akasema wakamtazama, baadaye wakaonyesha kwamba ndugu, hujajua kinachotokea. Maandiko anasema akamchukua kutaka kwenda kumtupa chini ya kilima. Kwa nini? Kwa sababu Mesia ambaye tunamsubiri ni yeye ambaye atasema, Warumi, muda wenu wa kutawala umeisha, nimeleta mwaka wa kisasi. Badala yake Mesia anayekuja na no, huu ni mwaka wa Bwana uliokubaliwa. This is Jubilee. Ni wakati ambao Bwana kwa kutaka kwake mwenyewe, bila kupangiwa, bila any condition,
anachagua kufuta madeni ya kwamba wakati huu huyo Mrumi ambaye anakutesa sio wakati wa Bwana kulipa kisasi. No. Ni wakati wa Bwana kukufanya wewe na Mrumi mkae mahali pamoja, mmwabudu Bwana. Yaani kama kusema wewe na adui yako wewe na adui yako mkae mahali pamoja, mmwabudu Bwana. So manake unaweza kugundua ya kwamba ilikuwa ni vigumu kwa Wayahudi kudaka hilo. Kwa nini? Kwa sababu matarajio yao ni kwamba maadui zao wote wanaangamizwa, then wao ndo wanabaki kuwa kama the leading nation kwenye dunia. Baada yake Kristo anasema no, huu ni wakati wa kuwaombea adui zenu, kuwafariji wanaowauzi. Out together. So maana yake anaposoma Injili ya Mathayo inaanza kwa kutuambia kwamba ni kama kusema hivi, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana Ibrahim, kama kusema kitabu cha ukoo wa Kristo ambaye ni mfalme amekuja. Maana okay, sasa sina muda kupitia those prophecies, tumefanya muda mrefu, lakini unaposema Kristo mwana wa Daudi mara nyingi unaelezea ofisi yake ya kifalme.